Mheshimiwa Naibu Waziri, Naibu Msajili wa Vyama vya Siasa, Mwenyekiti wa Kituo cha Sera za Kimataifa Afrika, Profesa Mkandala, Mheshimiwa Jaji Makaramba, Mzee wetu Joseph Butiku, Baba Askofu Cheo, Waheshimiwa mabalozi, viongozi wote, ndugu zangu mlioko hapa kwa nafasi zenu nyote, habari za asubuhi. Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu, nimesimama hapa kutoa neno la shukrani kwa niaba ya waandaaji wa kongamano hili kwa nasaha zako ulizotupatia asubuhi ya leo muda mchache uliopita kuhusu umuhimu wa amani yetu, usalama wetu, hasa tunapoelekea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa na uchaguzi mkuu mwakani, na namna gani iliyo bora ya kudumisha amani yetu. Tunakushukuru sana kwa kuwa umeturejesha kwenye misingi ya tunu kuu za taifa letu, na umetukumbusha tu kurejea kwenye wimbo wetu wa taifa wenye tunu, wenye nguzo kuu ya hekima, umoja na amani. Ni kweli kabisa waliokuwa nahitimisha watuasa kuhusu waasisi wa taifa letu na misingi waliotuachia ya umoja wa kitaifa, misingi waliotuachia ya amani ikiwa ni tunu katika nchi yetu ya Afrika, katika nchi yetu ikiwa ni kielelezo au ni chumvi katika nchi nyingine za Afrika na dunia kwa ujumla, na umuhimu wa kulinda amani hiyo. Kuna msemo unaosema, kama nimepata vizuri nikufafanua kidogo, kwamba wapenda amani husia mbegu ambazo zao lake linakuwa amani. Wanasia mbegu ya namna gani? Wanatakiwa wasie mbegu ya haki na uadilifu. Ukisia mbegu yenye misingi ya haki na uadilifu, ikastawi vizuri katika mazingira rafiki, utavuna tunda linaloitwa amani. Kwa hivyo Mwalimu Nyerere na Mzee Karume washatuwekea msingi huo. Ni wajibu wetu sisi kujitambua namna gani ya kuendeleza na kudumisha misingi hiyo waliotuachia wazee wetu. Ni bahati mbaya sana kwamba sisi makundi ya kisiasa au makundi mengine ya kijamii, kutokana na jeuri au kiburi chetu au kujiona mimi ni bora kuliko huyu, tunafanya amani yetu isistawi vizuri. Na nasema hivyo Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu, kwa kuwa wewe binafsi ni kupongeza kwa dhati, umekuwa ni kielelezo cha kuishi amani ambayo tumeasisiwa na taifa letu na wazee wa taifa letu. Nakumbuka, kama kumbukumbu zangu ziko sahihi, tarehe 9 na 10 ya mwezi Julai mwaka 2013 ulivyokuwa waziri mkuu, ulishiriki katika maandalizi ya kongamano la kutafakari amani ya taifa letu. Na wakati ule taifa lilikuwa limeanza kugawanyika kwa misingi tu ya ubinafsi. Hiyo ni vikundi vya kisiasa, hayo ni makundi ya kidini. Mpaka kunakumbuka kwenye kongamano lile rais alishiriki, makamu rais alishiriki, waziri mkuu wewe ulishiriki kikamilifu, hasa uandaaji, na makundi yote katika jamii. Tulikuwa watu kama 96 viongozi. Baada ya kongamano lile, ule mfarakano ulikuwa katika jamii ukaondoka. Mauaji yalikuwa yanajitokeza ya kidini yakaondoka. Tathmini yake ni nini? Ni kwamba sisi viongozi tunayo nafasi kubwa, aidha ya kuleta vurugu katika jamii au ya kuifanya jamii itulie katika
katika kujiletea maendeleo yao endelevu. Machafuko ya mahali popote pale yanaanzia kwenye fikra za viongozi. Na hii ni sayansi ambayo imefanywa utafiti zaidi ya miaka 300 iliyopita, na sayansi yenyewe ikajikosoa kwenye hisia zilizokuwa duniani kwa zaidi ya miaka 1500 iliyopita. Yaani ile inasema nguvu inayotoka moyoni, electromagnetic force inayotoka moyoni, hisia za mwanadamu, kinachomtoka moyoni kwa kunuia, kwa kuhisia au kwa kunena kwa kinywa chake, ndio kinachoweza kuona kweli hapa amani ipo. Na nilipokuangalia Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu Mizengo Peter Pinda, ulipokuwa unawasilisha hapa, unaweza kuona nguvu ya electromagnetic force kutoka ndani ya moyo wako wa kuitakia amani taifa letu la Tanzania. Sasa ni wajibu wetu sisi tuliojumuika hapa, na Profesa Mkandala mwandaaji mzuri na mwalimu wetu sasa amepata nafasi ya kutuasa zaidi na kutufundisha zaidi. Msichoke, nipongeze kituo hiki kwa wakati huu ambao ni muhimu sana kwa taifa la Tanzania kujadili mustakabali wa amani yetu, tukiamini kama ulivyotuasa kwamba amani yetu ina maslahi mapana zaidi kuliko maslahi ya vikundi binafsi au ya mtu mmoja mmoja. Hivyo ni vyema sisi wa Tanzania tukampenda mama Tanzania zaidi kuliko maslahi ya makundi yetu mbalimbali. Na nashukuru kwamba wakati huu tunapoenda kwenye uchaguzi, sisi viongozi tujitahidi sana kutenganisha uongozi na utendaji. Na kwa kuwa kuna watendaji sasa wameamua kuwa viongozi ambao wana viashiria vinaanza kuonekana vya kutokutumia ndimi zao vizuri au nafasi zao vizuri, wanaifanya Tanzania hofu inakuwepo, na hofu ikiwepo uoga unakuwepo, na uoga uliokuwepo sasa unafunika utu wetu, na unapofunika utu wetu unakimbiza amani yetu. Ni ukweli ulio wazi kwenye jamii yetu, hofu ipo. Ni ukweli ulio wazi kwenye jamii yetu, uoga upo. Sasa namna gani ya kuondoa uoga huo? Ni tuwe na mijadala ya namna hii kwamba sisi sote ni Watanzania, sisi sote tunaweza tukakaa pamoja, sisi sote tunavumiliana, huyu lake hili la yule hili. Mheshimiwa Naibu Waziri, nikiwa na wewe tunazungumza, tunajadiliana. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi, tunajadiliana. Msajili wa vyama vya siasa, tujadiliane. Maaskofu wetu, mashehe wetu, makundi mbalimbali, na hasa kundi la kina mama. Hawa wana upendo wa aina yake. Ukiangalia ile wanasema electromagnetic force kutoka kwenye hisia zao, wanavyonuia, sauti zao, maneno yao, tukiwatumia kwa kiasi kikubwa hasa kwenye makongamano kama haya, yatatusaidia sana kuhakikisha Tanzania inakuwa sehemu salama na nzuri zaidi ya kuishi. Nimalizie tena kwa kushukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu Mizengo Pinda kwa yote uliotuasa hapa na uliotutaka tuyafanye hapa. Ninawaomba wanakongamano wote, kuna msemo unaosema kwa baadhi, sio wote, to grow old is mandatory but to grow wise is optional. Unaweza kukuta mtu ni mtu mzima kabisa, ni mzee, lakini hajakuwa, ni mtoto bado. Kuta ni mtoto, matamshi yake, maneno yake, vitendo vyake, naona huyu ni mtoto japo ni mtu mzima na miaka 70 80. So to grow wise is mandatory but to grow old is optional. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru sana. Mwenyezi Mungu akubariki, tunakutakia afya njema. Asante sana kwa kutufungia kongamano letu. Mheshimiwa James Mbatia, mbunge, mwenyekiti kituo cha demokrasia Tanzania, akitoa mada ndogo ya kwanza ambayo mada hii itatolewa na watu mbalimbali na inahusu jinsi gani serikali na taasisi za kisiasa zina